Naitwa Ali Haji Vua, ni sheha wa shehia Jambiani Kikadini. Zoezi liko vizuri tu kwa sababu kwanza nashukuru umekuja mapema na watu wanaitikia wito kwa sababu wamezoea ile mnakuja kwenye saa 3:30, lakini leo saa 1:30 mshafika. Kwa hiyo watu wanalifurahia sana. Kwa kweli fursa naifurahia sana na wananchi wanazifurahia sana kwa sababu matibabu ni gharama. Sasa leo imekuwa free, kwa hiyo tunazifurahia sana na tunakuombeni msiache kuja tena katika shehia yetu Jambiani Kikadini. Rahisishia sana kwa sababu kama anaenda katika vituo vya afya kama Kitogani au Makunduchi, basi inakuwa mlolongo uko mrefu sana kwa sababu leo mtu anakuja, madaktari wako wa kutosha, wachunguzi wapo wa kutosha. Leo mtu anakuja hakai sana anarudi. Kwa hiyo wanashukuru sana wananchi. Taasisi mimi naitakia kwanza kila laheri, ikisha wasichoke, sio hapa tu, hata sehemu nyingine wasichoke. Ni physio by background na nilikuwa nikifanya kazi miezi mmoja miaka mingi iliyopita. Na kwa kweli nimefurahi kuona hii programu yenu, kwa kweli iko vizuri kwa sababu nyinyi tofauti na tulipokuwa tukifanya sisi, mko kwenye mna collective approach ambayo kidogo na hisi ina nguvu zaidi kwa sababu most of the NGOs naona zimekufa. Sisi tulikuwa na community based rehabilitation program ambayo tukifanya outreach Kivunge, Tumbatu, lakini hizo zote zimekufa. Lakini naona hii siku hivi mnavyofanya nyie mnakwenda vizuri. Nimefurahi kwa kweli kuona hiyo. Na nimefurahi kuja hapa. Hatuna budi kutoa shukrani zetu za dhati kwenu kwa kuweza kuamua kwa njia moja ama nyingine kuja katika shehia yetu hii kwa ajili ya kutoa tiba kwa jamii yetu. Kama sikosei, hii sio mara ya kwanza kuja hapa. Karibu mara 3 mpaka mara 4 nimekuja. Kwa hivyo hii tunakupongezeni na tunapongeza na wafadhili wetu ambao waliofadhili mradi huu pamoja na nyinyi mlioshiriki katika mradi huu kwa kutoa tiba kwa Jambiani zote mbili na nje ya Jambiani. Tumenufaika kwa njia moja ama nyingine kwa sababu kulikuwa na matatizo mengi sana katika jamii yetu ya maradhi mbalimbali, lakini leo umekuja na mmetoa huduma, na kwa bahati nzuri wengine walikuwa hawajijui wamejitambua. Sasa hii yote imekuwa ni faraja kwetu kwa sababu unaambiwa ni bora uje kupima ujue tatizo ulilokuwa nalo kuliko vile tayari wewe mwenyewe unajisi kwamba mimi naumwa naenda hospitali. Kwa maana hiyo sisi tunakushukuru sana na tunakuombeni zoezi hili liwe endelevu kwa kila kipindi kikifika. Ingawaje kuna sheria nyingine na wao wanahitaji, lakini mimi natetea kwa sheria yetu. Tunakuombeni tena siku nyingine muje kututolea katika tiba. Kwa hivyo kwa haya nasema asanteni sana na nakutakieni safari njema, na sisi kwa upande wetu hatuna cha kukulipeni isipokuwa Mwenyezi Mungu ndio atakayekulipeni. Kwa sababu moja katika sekta zetu zote za kiserikali, basi madaktari ndio wenye jukumu kubwa zaidi kwa sababu yote anayeumwa hawezi kufanya kazi, lakini itabidi kwa vyovyote lazima aende hospitali atibiwe na daktari. Kwa hiyo tunakushukuru madaktari kwa kuja skulini kwetu kufanya kazi wa kuatibu wanakijiji wa hapa Jambiani kwa wilaya yetu ya Kusini. Tunashukuru la kwanza na tunakupongezeni. Mmejitahidi vya kutosha. Na sisi walimu tutasema tumepiga hamasa majumbani kuwahimiza jamii ili ije huku kufanyiwa vipimo ambavyo walivyokuja vifanya, na wengine wamefanyiwa, wamepata, wameshukuru. Kusema la kweli, wengine hasana nipigia simu hasana naambia hongera, asante, kama si wewe kunambia sijui ingekuwaje, lakini nashukuru na kushukuru sana. Kwa hivyo na sisi tutakwambieni asanteni sana kwa kuja. Tunakuombeni na mwaka mwingine tukijali watue pamoja na nyie, tushirikiane kuendeleza kufanya hii kazi ya udaktari kwa pamoja. Siku ya leo katika department ya macho ni wagonjwa 53, waliopewa miwani walikuwa wagonjwa 10, na ambao wamepewa rufaa katika hospitali ya Kitogani ni wagonjwa 2. Katika department ya masikio, pua na koo, jumla idadi ya wagonjwa ambao wamehudhuria kwenye department hii ni wagonjwa 38, na waliopigwa bomba walikuwa ni wagonjwa 6. Katika department ya dental, jumla idadi ya wagonjwa ambao wamehudhuria kwenye department ya dental ni wagonjwa
32 na waliong'olewa meno walikuwa ni wagonjwa 18. Katika department ya obstetric and gynae, yani department ya magonjwa ya wanawake, jumla idadi ya wagonjwa waliohudhuria kwenye department hii ni 35, na ambao walikuwa ni negative walikuwa 25, positive ilikuwa hakuna, ambao walikuwa ni infertility, yani walikuwa hawana kizazi walikuwa ni 8, na rufaa katika department hii walikuwa ni 4, wamepelekwa katika hospitali ya Kitogani. Katika department ya breast cancer, jumla ya idadi ya wagonjwa ambao wamehudhuria kwenye kliniki hii walikuwa ni 53, wote walikuwa normal. Normal walikuwa ni 52 na mmoja pekee ndo alikuwa abnormal, na mmoja huyo alipewa rufaa katika hospitali ya Kitogani. Tukiendelea na department ya others, idadi ya wagonjwa ambao wamehudhuria kwenye department ya others ni 146, ambao walikuwa wanajijua walikuwa wana kesi za diabetes, yani kisukari, walikuwa ni 3, na new case iliyogundulika mpya leo ni mgonjwa mmoja. Na kwa upande wa pressure, waliokuwa wanajijua ni 10 na ambao walikuwa hawajijui walikuwa ni 13. Ambao wamehudhuria kwenye department ya ngozi kwa siku ya leo walikuwa ni wagonjwa 75. Na tukimalizia na department ya physiotherapy and clubfoot, jumla ya wagonjwa ambao wamehudhuria kwenye department hii walikuwa ni 13. Waliohudhuria kwenye kliniki ya viungo walikuwa 7, na clubfoot yani mgurungu walikuwa 6. Katika department hii ya physiotherapy and clubfoot walitoa referral 2 katika hospitali ya Kitogani. Kwa hayo machache naomba kuwasilisha. Amin. Urejeshe salama. Amin. Karamejenga mapenzi ya mavolontia wote. Amin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Amin. Wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma ij'alna rizqan halala wasi'a. Amin. Wa rizqan halala ta'iban. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.